Bismillahirrahmanirrahim. Asante sana bwana mtangazaji kwa kuendelea kunipa fursa hii ya kujadili mada hii ya ndoa. Kuhusu suala la haki, kwa hakika katika maisha ya ndoa hakuna mipangilio maalum mtu aje awaambie kwamba nyinyi mnatakikana muishi namna gani, kwa sababu ndoa inakuwa ni maafikiano baina ya watu wawili, kama nilivyotangulia kueleza kwamba ni pair. Ndoa ile zauj ni jozi. Kwa hivyo inavyotakikana hasa ni mke na mume wao wenyewe wajipange ni maisha gani wataheshimiana kiasi gani, kwamba watakuwa na mipaka kiasi gani. Hapo ndipo maisha ya ndoa atakapokamilika. Lakini hata hivyo, kama kawaida katika mambo mengi kwenye Uislamu, kuna mambo tunaambiwa haya ni wajib, haya ni makruhu, haya ni sunna na kadhalika. Kwa hivyo katika ndoa kuna mambo ambayo ni lazima kwa mke ayatekeleze kwa mumewe, na vile vile mume ayatekeleze kwa mkewe. Lakini mambo haya kama ulivyotangulia kueleza kwamba ni haki, kwa hivyo haina maana kwamba lazima ayafanye. Mtu akiolewa lazima afanye hivyo, au mume akioa lazima afanye hivyo. Ni haki ile ya yule mwenzake. Yule mwenzake ile haki akiisamehe, basi ule wajibu umeondoka. Ni haki kama ya deni. Kama mtu namdai, yeye ana wajibu wa kukulipa, lakini ukimsamehe wajibu ule unakuwa umemwondokea. Kwa hivyo hizi haki tutakazozitaja zinaenda kwa namna hiyo. Tukiangalia haki ya mume kwa mkewe, kuna mambo haya yafuatayo analazimika kwamba lazima ayafanye kwa mkewe. Kwanza ni ampe matunzo, na haya matunzo Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliyabainisha katika hali tatu, kwamba ampe kivuli, austiri mwili wake, na tumbo lake alishibishe. Kwa hiyo kivuli maana yake nini? Kivuli kwa maana kwamba ampe shelter, yani kwa maana kwamba ampe nyumba, malazi. Malazi, yani ampe nyumba, mahala pa kuishi. Mahali pa kuishi. Na ampatie mavazi na ampatie chakula. Haya ndio mambo ni lazima kwa mume ayafanye kwa mke, kumtunza kwanza. Jambo la pili ni lazima aonane naye huyu mke angalau mara moja katika miezi minne. Yani asimuache kwa kadiri ya miezi minne, isipite miezi minne. Yani kwa chini kabisa, kiwango cha chini ni mara moja angalau miezi minne aonane kwa tendo lile la ndoa. Jambo jingine ambalo anatakana mume kwa mke ni kama ana mke zaidi ya mmoja, basi ni lazima alale kwa siku sawa kwa hawa wake. Kulala kwa siku sawa, sio kuonana kwa ile tendo la ndoa, lakini kwamba ni lazima alale kwa siku sawa. Kama huko atalala siku 3 na huko lazima siku 3, na zile siku pia ni lazima ziwe sawa. Isije kawa inaangukia kwamba Jumapili inakuwa kwa mke mdogo kila siku, Jumapili hii ikiwa kwa mke mdogo, Jumapili nyingine lazima iwe kwa mke mkubwa. Kwa hivyo utakuta kwamba hii ni jambo la lazima. Tukiangalia hata Bwana Mtume katika maradhi yake ilikuwa anabebwa, kwamba leo imefika zamu ya Bibi Hafsa, anabebwa. Sasa mpaka wao wenyewe tu kama tulivyozungumza kwamba hizi ni haki zao, wakakaa kikao wasema, bwana tunamtaabisha Bwana Mtume, sisi tuko radhi huyu Bwana Mtume mume wetu akae nyumbani kwa Bibi Aisha. Kwa hiyo wakaamua kwamba atakuwa kwa Bibi Aisha mpaka akafikwa na faradhi yake pale pale nyumbani kwa Bibi Aisha. Kwa hivyo anatakana lazima siku sawa. Hizi ndizo haki za mume, ndio haki za mke juu ya mume, kwamba lazima amtekelezee haya. Na utaona kwamba haki za mume ni nyingi zaidi kuliko za mke, kama tutakavyoona. Haki za mke juu ya mumewe ni kwamba ampatie, aonane naye kwa lile tendo la ndoa wakati wote anaotaka.
sio ile kusema miezi minne, isipokuwa ule wakati ambao umezuiliwa kisheria. Na umezuiliwa kisheria, au kama amefunga somo ya wajibu. Lakini hata kama amefunga somo ya suna, basi yeye anakuwa na wajibu wa kuvunja somo ili aweze kama mumewe atakuwa ana ulazima kwamba aonane naye. Jambo la pili, asitoke kwenye nyumba ya mumewe bila ya idhini yake. Na jambo la tatu, asimwambie maneno ya ufedhuli ikiwa sio tabia yake. Kama ni tabia yake ambayo yule mume ameshaizoea ile tabia, kwamba huyu mke kidogo majibu yake yanakuwa ya mkato, basi pale haki inakuwa imeshaondoka. Hizi ndizo haki ambazo ni lazima kila mmoja azitekeleze. Sasa atakayevunja mmoja wapo katika haki zake, kuna adhabu yake kisheria imewekwa. Mume akivunja haki ya mke, basi atapelekwa kwa hakimu wa sharia, kwamba huyu bwana kadhi, na huyu bwana amevunja haki fulani, na hakimu wa sheria anayo haki hata kumfunga, hata kufanyaje, kumlazimisha kwamba ile haki aitekeleze. Au saa nyingine ikibidi hata anatoa talaka yule hakimu wa sheria, kama huyu bwana aking'ang'ania. Na mke yeye akivunja hizi haki zake, huwa kuna adhabu ndogo ndogo, hapeleki moja kwa moja kwenye, ni atanyimwa haki yake. Kwa maana kwamba mume adhabu yake itakuwa ni amnyime zile haki ambazo ni lazima ampe. Kwa hivyo anaweza kufanya lolote, kusema kwamba basi mimi sitakupa chakula, kama ni hivyo basi mimi sitakununulia chakula, au kama ni hivyo basi mimi sitalala huko kwako, sitalala, nitalala kule tu. Au ikishindikana kabisa, anasema anaweza kumpiga, lakini kumpiga kwenyewe ni ile ibara ya kuonyesha kwamba amechukia, kwa sababu hilo pigo lenyewe linaambiwa lisibadilishe rangi wala asiumie. Yani ni ile ibara tu ya kuonyesha kwamba mtu amekasirika, na hili linakuwa ni pigo kubwa. Unajua saa nyingine hata mume tu kukasirika, ukiangalia majumbani, mume tu akikasirika inakuwa ni pigo kubwa sana kwa mwanamke. Saikolojia. Naam. Huwa anaweza kuwa asishinde vizuri kabisa, ili akiona mume labda ameingia tu nyumbani leo, hata hazungumzi, au akizungumza maneno ni ya mkato tu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ameweka hili ni kama ibara ile ya kumjulisha kwamba mimi nimekasirika sana na hili tendo lako. Kwa hivyo kwa ujumla hizi ndizo haki. Lakini naam, labda tuanze kutabahari hapo. Umezungumzia hizo haki. Sijasikia kufuliwa nguo, sijasikia kupikiwa chakula. Sasa hivyo vitu sijui nipigiwe pasi, manake wanaume tunaona majumbani wanazusha ugomvi tu kwa sababu mke wake hajampigia pasi, au hajamfulia nguo, au hajampikia. Sasa au chakula kina chumvi nyingi. Chakula kina chumvi nyingi, vipi leo mbona unazuka ugomvi mkubwa pale? Sasa hizo si katika haki. Hizi kwa hakika si katika haki kabisa. Yaani mtu ambaye atakuwa hatekelezi haya, basi haambiwi kwamba amevunja haki yake kabisa, kwamba hajampikia mumewe, hajampigia pasi, hajapiga deki nyumbani, huyo anakuwa hajavunja haki. Bali huyu mke hata chakula chake, kama huyu mume amemchukua katika mazingira kwamba huyu mke anafanya kupikiwa chakula chake, itabidi mume lazima ampikie chakula au akatafute chakula ambacho kitakuwa kiko tayari. Lakini kama amemuoa katika mazingira ya kwamba wao wenyewe wanajipikia, basi pale itakuwa huu wajibu wa mume kwamba ampikie itakuwa haupo. Bali hata kunyonyesha, tukija katika malezi mwenye haki ya, nafikiri tutaeleza baadaye kwamba hata kunyonyesha mama pia sio wajibu wake anyonyeshe mtoto. Anayetakiwa kumnyonyesha mtoto ni baba. Mama ameshamchukua miezi 9, wajibu wake umekwisha. Sasa akishatokea duniani, sasa
baba ndio anaanza pale. Akishazaliwa tu baba ndio mnyonyeshe, amtunze, amfanye nini. Sababu hana maziwa, mwenye maziwa ni mama. Hayanunue sasa. Yaani kwa maana kwamba awe anamlipa huyu mama mkewe. Amlipe mkewe kwa kumnyonyesha yule mtoto. Au amlipe mtu mwingine. Kama ilivyotokea wakati wa Mtume alipoenda kunyonyeshwa na naam. Kwa hivyo inakuwa ni gharama, hizi gharama. Yaani yule mama akisema kwamba mimi huyu mtoto wako simnyonyeshi mpaka unilipe kiasi fulani, yule baba anayo haki ya kulipa. Na kama kuna mwingine labda yuko rahisi kuliko huyu mama, ndio ana haki ya kumtoa mtoto ni kwa yule mwingine ambaye ni rahisi kuliko. Lakini kama bei yao inakuwa ni sawa, anatakana asimtoe kwa mama, ni lazima arudi amlipe yule mama kama atataka kumlipa. Sasa lakini na anapokwenda kunyonya kule, yule mama kama ana mtoto tayari ni ndugu yake, ameshakuwa ndugu. Naam, ameshakuwa ndugu, na yule mama pia kabisa. Na yule mama anakuwa sawa na mama yake. Sawa na mama yake. Hilo lakini B kwamba hili jambo mbona halifanyiki katika familia zetu, au ni ihsani? Naam, sasa kwa hakika Mwenyezi Mungu anakuwa na hikma yake. Mimi ninavyoona kwa mwangalio huu, huwa Mwenyezi Mungu ana hikma yake, kwamba anajua kuna mambo fulani wewe sio lazima uambiwe ni wajibu kuyafanya, lakini ile dhamiri yako tutaona kwamba mimi nina wajibu wa kufanya mambo haya. Kwa hivyo akina mama tayari wameshajiona kwamba mimi bwana, huyu mwenzangu ameenda kazini, amefanya nini. Sasa na mimi katika kuchangia hali ya hapa ni lazima nimsaidie kwa kiasi fulani. Na Mwenyezi Mungu amewaumba wanawake, wana maumbile ya kuweza kumridhisha mumewe. Ndio Mwenyezi Mungu katika aya akasema litaskunu ilaiha, yani mpate utulivu, muoane ili mpate utulivu. Na kweli Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe kwa hikma yake amewaumba kutokana na kwamba anataka kumridhisha mumewe, anataka ampe utulivu. Kwa hivyo haya ni maumbile yao, kwamba yale yote wanayoyafanya ni ihsani ya kujiona kwamba na yeye lazima achangie pale, lazima mumewe naye amridhishe. Mimi nakumbuka siku moja alikuwa anasoma habari za Margaret Thatcher, siku zile anagombania, alikuwa ashakuwa waziri mkuu. Katika baadhi ya maelezo akasema, mimi huwa najaribu nitafute siku angalau mara moja kwa wiki niingie jikoni mimi mwenyewe nihakikishe kwamba mume wangu amekula chakula nilichokipika mimi mwenyewe kwa mkono wangu. Sasa unamwona mtu kama Margaret Thatcher, yeye akitaka, ambaye ni waziri mkuu wa taifa miongoni mwa mataifa makubwa kabisa duniani kabisa, akitaka wapishi wa aina zote anaweza kuwaleta waje wampikie mumewe, lakini bado anaona kwamba hapana, mimi nina haki ya lazima nimpikie mume wangu nani. Kwa hiyo haya ni maumbile. Kwa Mwenyezi Mungu alijua kwamba haya ni maumbile, kwa hivyo hakuwa na haja ya kuwalazimisha. Ikiwa kuku tu hawezi kumwacha mwanawe atakupapura na nini, je, wewe binadamu leo utasema kwamba kwa sababu sio wajibu basi mimi mtoto wangu sitaki kumnyonyesha na mimi naenda zangu, hajanilipa huko? Kabisa. Mimi wakati ilikuwa nikimwoza binti yangu, nilikuwa nimpa wasia huo kwamba kweli hizi ni haki zako, lakini hutakuwa na mwanamume wewe ukiamua kwamba mimi sasa mimi lazima nitafute hizi haki zangu, hakuna mwanamume atakaye kufuata, kwa sababu wewe utajifanya kwamba wewe una haki nyingi sana nani. Lakini vitu kama hivi kwa hakika Mwenyezi Mungu ameviweka, mara nyingi inakuwa ni silaha pale patakapotokea mzozo, kama nilivyotangulia kueleza kwamba haya maisha ya ndoa ni watu wataishi vile watakavyoamua wao wenyewe, lakini pakitokea mzozo mara nyingi sana inakuwa ile mtu anaitumia ni silaha tayari. Nakumbuka labda visa viwili kama vitachukua wakati wetu nieleze. Kuna mwanafunzi wangu mmoja siku moja alikuja mpaka akanipongeza, akaniambia, mimi elimu yako nimeitumia kama silaha. Umetumia silaha vipi? Asema, mume wangu mimi aliniacha, akasema anaenda mahali kutafuta kazi, kutoka Mombasa anaenda Nairobi kutafuta kazi, akakaa miezi 8, sina habari yoyote. Mimi nikasikia kwamba ameoa. Asema ile iliniuma sana kwamba mume wangu amekwenda kule, sasa ameshapata kazi, mimi hanitunzi tena, zaidi yake ameoa. Sasa mimi nikaenda nikishtaki kwamba mume wangu ameoa,
nitakuwa sina haki, kwa sababu mtu anayo ruhusa ya kuoa. Sasa nini? Nasema nikatumia silaha, akasema mume wangu bwana ameniacha miezi 8 hajaonana na mimi kinyumba, wala hajanipa chakula, wala hajanipa chochote. Ilipothibitishwa, kadhi akatoa talaka. Ile bwana sasa, kwa sababu huyu ni mkewe wa tangu mwanzo na ameshamzoea na nini, akapata kiboko sasa. Ikabidi sasa mpaka aje amwangukie mkewe na nini na mambo chungu zima. Lakini kwa nini aliitumia ile silaha ya kwamba amenyimwa haki zake? Sasa kwa hiyo watu wajue hizi haki zao ni kama silaha, pakitokea mzozo waweze kuzitumia hizi kumaliza matatizo. Mwingine naye ni mtu na mkewe walikuwa wanafanya kazi. Kabla hajamuoa yeye anafanya kazi. Wakaelezana kwamba mimi nitaendelea na kazi, ndio nitaendelea na kazi. Sasa kwa bahati mbaya huyu mama kazini kule tena kwa mahusiano si mazuri. Sasa bwana akamwambia, bwana usiende kazini. Asema itawezekana vipi bwana? Siende kazi ulinikuta nayo hii na nini? Asema basi wewe endelea na kazi, lakini huna ruhusa kutoka nyumbani. Ile haki, kwa sababu mimi sikuruhusu tena kutoka nyumbani, kwa sababu ni kweli mwanamke anaweza kufanya kazi zake pale nyumbani hata bila idhini ya mume. Kwa mfano kama hiyo, kama ameledea na mtoto ananyonyesha, alafu akaletewa mtoto mwingine anyonyeshe biashara ile, si lazima apate idhini ya mume. Kwa sababu hatoki nyumbani, ile kazi anaifanya pale nyumbani. Ile haki ile anatakikana tu kwamba akitaka kutoka lazima apate idhini ya mume. Lakini pale nyumbani akamwambia wewe fanya kazi, lakini mimi sikuruhusu kutoka nyumbani. Kwa hiyo ile mke tena hana budi tena kwamba lazima sasa aache kazi. Sio kwa sababu umekatazwa kazi, amekatazwa sasa. Huyu mume hapa ameitumia ile haki yake. Kwa hivyo hizi haki, lakini wakati mwingine haki zinatumika vibaya. Mathalan kwenye nchi kama ya Tanzania hapa tuna hitajio kubwa la madaktari wanawake. Ameolewa mwanamke ambaye kitaaluma ni daktari, mume anasema usitoke nyumbani, na tunajua kabisa kwamba tuna deficit, tuna pengo kubwa sana la madaktari wanawake. Wewe unapomzuilia huyu kwa sababu tu umemuoa, unasema basi abaki nyumbani pale, shughuli yake iwe ni ya, lakini kwenye jamii huku jamii inamhitaji. Alafu wewe umetumia rungu lako hilo kuzuia hii, na jamii kule inahitajika na jamii inafisidika. Unaona madaktari wanaume wanahangaika, hata yale magonjwa ya kike kabisa wanashughulikia wao kwa dharura hiyo iliyojitokeza kwamba wanawake madaktari hawapo. Nafikiri katika kesa nilichokupa ni kwamba kule kazini saa nyingine hii nafasi huwa inatumika vibaya. Kwa hivyo ni kwamba kulitokea matatizo mahusiano na wanaume wengine, ndio ikawa ni kizuizi. Lakini sio kwa maana kwamba basi haki tumike kwa sababu tu mtu ana yale mamlaka basi ile haki tumike. Mimi pia sio maoni yangu hayo. Nilivyoeleza kile kisa ni kwamba huyu aliitumia ile haki kwa wivu aliokuwa nao kwa mkewe, wivu wa haki. Yaani ulikuwa ni wivu wa sawa, kwa maana kwamba yalitokea maneno kweli. Yaani mahusiano yalikuwa si mazuri na wafanyakazi. Yaani ule uhusiano ukawa ni wa karibu sana na nini. Lakini kama akina mama wakichunga haki zao, kinga na mipaka ile ya Mwenyezi Mungu, sidhani kama waume wataweza kuwa, bali mume anaweza kuwa na fakhri hasa, kwa sababu utaona kuna tofauti hapa. Saa nyingine kuna baadhi ya mataifa ya Kiislamu watu saa nyingine wanapigia ni mfano, lakini inakuwa ni ile kabila, kwa mfano kabila fulani ina wivu wa namna fulani wa kutomruhusu labda mwanamke asifanye hivi, asipige kura, asiendeshe gari, hata asipakiwe ndani ya gari mbele pia. Lakini kuna mataifa mengine ya Kiislamu mwanamke anaendesha gari, anakuwa waziri, anakuwa daktari, anakuwa jeshini na nini, na ni Muislamu, ana hijabu yake. Kwa hivyo hao wanaume wamewaruhusu wale wake zao. Kwa hiyo wakati mwingine zinakuwa sio Uislamu unatazama, ni taasubi tu za kikabila. Kwa hivyo na watu wanakosea, unasibisha sasa Uislamu na jambo lile. Kwa hiyo Uislamu sio kwamba umesema kwamba mke wako basi asitoke awe mfungwa pale ndani, la. Ni kama nilivyotangulia kueleza kwamba hizi haki utazitumia pale ambapo itakuwa hapana budi tena. Kwa hivyo vile tukirudia kwa upande wa wanaume juu ya wanawake pia, kwamba kama ulivyotangulia kueleza,
hili walisilifanya kwamba ni jambo kubwa sana, kwamba hukupikiwa leo basi umekasirika, chumvi imezidi basi umekasirika. Huyo amekufanyia ihsani tu. Mbona chumvi ikizidi kule hotelini tena umetoa pesa zako na utaanza kusema kwa heshima, leo mpishi sijui imekuaje leo. Na ukishamaliza chakula hotelini unatoa asante. Umetoa pesa zako na nini unatoa. Lakini huyu aliyekufanyia ihsani hata asante umpe kwamba chakula labda leo kilikuwa kitamu na nini, unaona wewe ni wajibu wako. Sasa saa nyingine pia akina mama nao wanaacha mambo yao ya wajibu, wakaona kwamba haya ndio wajibu sana. Mtu saa nyingine anasema mimi bwana, huyu mume bwana atanishinda mimi. Kwa nini? Mimi nimempikia vizuri, watoto nimewaosha, nimepiga deki, nimefua nguo na nini. Sasa leo mimi nimezikali hizo nywele zangu au nimezipamu, na yeye leo ananitarajia itabidi nioge bwana. Sasa hilo tu basi anaona kwamba nimemnyima kitu kikubwa sana. Sasa huyu anaona kwamba yeye maadamu ashapika, lakini kumnyima mumewe kwa sababu amekali hizo nywele zake au amezitia kalkiti au amezitia pamu, kwa maana kwamba hataki kuzitia maji kesho, anaona ni kitu kikubwa sana, wakati bora angeacha kule kupika lakini akalishughulikia hili jambo hili la msingi na kwa sababu hata kama umezipamu hizo nywele zako au umezifanyaje, umeziroll, umezifanyaje, si umezifanya kwa sababu ya huyu mumeo, na huyu mumeo ndio aliyekutaka kufanya hivi. Kwa hiyo nafikiri muhimu ni kwamba watu wakijua kwamba hili ndilo la haki na hili ni kama ihsani tu au kusaidiana, hilo ndio litakuwa ni muhimu sana, na inshallah maisha yanaweza kwenda vizuri sana. Kwa hiyo kuna hii swala la migogoro mara nyingi inayotokea kwenye familia, tukitazama zaidi tunakuja kugundua kwamba hizi haki, ama mume hajui haki zake kwa mkewe na hajui vile vile wajibu wake na hajui wajibu wa mke kwake, halikadhalika kinyume chake kwa mke vivyo hivyo. Sasa namna ya utatuzi wa ile migogoro, wale baadhi ya mashehe, ingawa bado tuna makadhi, kwa labda Kenya kuna makadhi, lakini kwa Tanzania bado japo tunatumia mashehe kuita makadhi, wengine viwango vile bado hawajafikia, unakuta badala ya kutatua lile tatizo wanazidi kulipanua tatizo kuwa kubwa zaidi. Sio, unalitazama vipi ili swala la watu kufahamu hasa kwamba mbinu gani hasa itumike, watu wafahamu, mume afahamu haki za mkewe, mke afahamu haki za mumewe, kwa sababu wengi hata hizi madrasa za chini hawakusoma, wanakuja kukutana tu hivi ukubwani. Na nafikiri tatizo kubwa pia liliopo ni kwa baadhi ya mashehe wetu, na ilipoingia hii taaluma ya ushehe kuwa ni taaluma ya ajira, ndio tatizo limeanzia hapo, kwa sababu ushehe hauajiriwi. Hata kusoma katika fiqh ni haramu kuajiriwa, kwamba wewe umeajiriwa ni shekhe waswalisha, wewe umeajiriwa labda ni shekhe unasomesha, huajiriwi. Maana ile mikataba ya ajira, kwa maana kwamba wewe utasomesha hapo, utapata mshahara kiasi gani na nini, lakini wakati si mwalimu kama walimu wengine. Ndio sasa anavyotakiwa ni kwamba nyinyi ambao mnamuona huyu anafundisha watoto wetu, sio muajiri, mtafute namna ya kumtunza aishi. Zamani mashekhe wetu, mimi nakumbuka, alikuwa hawaajiriwi tukiwa wadogo sisi watu, yeye ana wanafunzi pale. Mtu aliyekwenda baharini, ukifika kule chini dikoni kule, mtu atauliza, jamani, kwa shekhe leo nani ameshapeleka kitoweo? Wataulizana, yani kabla hawajauza kitu chochote anaulizana kwamba kwa shekhe kumeshakwenda kitoweo. Haya, yule mtu wa shamba naye, kwa sababu kabla ya kwenda shamba alipitia kwa shekhe, bwana niombee mbegu zangu hizi na nini, akivuna kule kikapu kwa shekhe atakaye. Kwa hiyo shekhe alikuwa anaishi katika hali za namna hiyo. Hivi sasa hatuna mashamba, lakini tuna watu wakiamua, kwa mfano kwamba sisi tuunde kamati kwamba shekhe wetu huyu tutampatia kiasi kadhaa, sio kwa maana kwamba ile ni mikataba ya ajira na nini. Na mimi nilikuwa nikiona mizozo mikubwa sana akiamua shekhe wetu. Nakumbuka marehemu Sheikh Muhammad Ayub, yani watu walikuwa wakizozana, mimi nitakupeleka kwa shekhe bwana. Saa nyingine ile mtu akiamua nitakupeleka kwa shekhe, anaweza kusema tumalizane, anaenda kuaibika huko.
Na wakishafika kweli kwa shekhe, atakalosema shekhe ndio uamuzi wa mwisho. Ndio tena shekhe saa nyingine aweza kusema kama la utani tu. Yaani anaweza kuchekesha, bwana wewe ni vipi bwana, wewe fulani bwana, kwani hiyo mali yote wewe utaifanyaje bwana? Si ungeie mwenzako kiasi hiki bwana, mambo yaishe. Na kweli ulikuwa na wafanya biashara wakubwa pale Tanga na walizozana, lakini wakaenda wakamalizwa yani mambo yao kwa shekhe. Kwa nini? Huyu shekhe alikuwa hakuajiriwa. Pamoja na kwamba alikuwa anaishi, lakini matajiri walikuwa wanakuja kumpigia magoti huyu shekhe. Mtu akitaka kuleta kitu chake na nini anampigia magoti. Sasa maamuzi yake ilikuwa ataamua tu yeye vile na nguvu vile kitabu kinavyosema ndivyo atakavyoamua, na yeye anakuwa amekubalika bila ya kusema kwamba mimi jamani ndio shekhe wenu. Kwa hivyo mimi pia katika ile swala la ukadhi, si kwamba ninapinga kwamba watu wasipiganie ukadhi, watu na wapiganie huo ukadhi, lakini hata kama watu watakosa, kama itaenda kwamba sasa watu hawa wamekosa ukadhi, sisi wenyewe tunaweza kuwa na makadhi wetu tukiamua tu, kama ni kijijini kwamba huyu ndio shekhe wetu, ndiye atakayekuwa maamuzi wetu, ameshakuwa kadhi wetu huyu. Kwa hivyo si lazima kwamba lazima atambuliwe na serikali kwamba huyu sasa ndio kadhi wenu. Itakuja yale mambo ya kulipwa, sasa huyu kadhi analipwa na serikali. Kwa hiyo swala sasa la kuheshimu yale maamuzi yale ndio, na kwenye hii migogoro kidogo inakuwa ni tatizo. Lakini kuna hizi darasa kama za watu wazima, kwa sababu kama mtu hajui haki, mume hajui haki kwa mkewe, mke hajui haki za mumewe, migogoro ndio hiyo inatokea. Sasa mashekhe zetu hawaoni zile sababu. Maana unaweza kukuta msikiti hauna hata darasa la watu wazima, hauna darasa la kina mama, hauna darasa la kina baba. Hawa hizi haki watazifahamu wapi? Na hiki ni kitu muhimu sana. Kwa hakika wazee wetu zamani walikuwa wanajua mambo mengi na kuhukumia kwa sababu ya hizi darasa. Hapa ndipo Waislamu pia tumeteleza sana. Yaani darasa hizi zimekufa. Mimi nakumbuka kuna kisa kimoja, mimi hupenda sana maelezo yangu kueleza visa. Kwa mama mmoja alisoma tu kwenye darasa hivi. Nilialikwa sehemu moja kule Mombasa inaitwa Nyenyenye kwenye harusi. Kadhi yule akafungisha nini, alafu baadaye akaniambia, bwana Sheikh Hassan, tupe mawaidha kidogo. Basi kama kawaida yangu nikaanza kufoka pale, haki nini bwana, nyinyi mtekeleze haki zenu, wanawake nyinyi mwatekelezei wanaume zile haki zenu kama hivi nilivyoeleza hapo. Zile haki zenu sisi mnazozitambua na nini, nasema na jazba kabisa pale. Baadaye tukikaa pale, kuna mzee mmoja akasema, Sheikh umesema kweli, lakini sio kila mwanamke yuko hivi, wapo wanawake. Akanambia, mimi nilikuwa na mke wangu, kila analotaka kulifanya alikuwa lazima aombe ruhusa. Asema mpaka siku akufa lini hakutoka roho mpaka akaniomba ruhusa. Akasema yeye katika baadhi ya mambo, siku moja mimi nilikwenda kazini, akaniambia mimi naenda kwa mzee, nasikia anaumwa. Mimi nikaenda kazini, nikamruhusu kwenda kazini. Sasa yeye wakati akijitayarisha akaletoa habari kwamba mzee amefariki. Hakwenda tena. Mimi nilipokuja mwambie, mbona ukwenda? Sasa mimi nilitoa habari kwamba mzee amefariki. Sasa ndio pa kwenda zaidi hapa. Sasa hii ruhusa ilikuwa ni kwenda kumwamkia na kurudi. Hii sasa ni kwenda kuzika na kulala na nini. Kwa hivyo mimi sikwenda. Basi mke wangu twende zetu. Wakaenda jioni, wakaenda kule Bohani na nini. Sasa asema kuna kipindi fulani aliumwa huyo, mpaka akapelekwa akarudishwa nyumbani kwao, yani atunzwe kule nyumbani. Na huyu bwana alikuwa mbali, aliumwa sana yule bwana, mpaka akalitoa habari kwamba huyu sasa ni mahututi. Ikamchukua siku 3 kumfikia kule kijijini. Wale watu walimuona kama kwamba ameshakufa kabisa, ale macho kubadilika. Aliposikia sauti ya mumewe tu asema alirudisha kila kitu, hali ilikuwa nzuri na nini. Alipokuja akamwambia, bwana ulikuwa wapi? Mimi na safari nataka niende, umenizuia na nini, ulikuwa wapi bwana? Mimi kabla sija kuaga kwenda safari yangu. Baada ya kumaliza yale maneno, yule mama akafariki. Akasema huyu mama hakusoma madarasa yote, alikuwa akifanya ibada zake na kwenda msikitini, na kwa sababu pale msikitini pana darasa, akisikiliza zile darasa. Matokeo yake ya utiifu huu basi ni yanatokana na zile darasa za msikitini tu.
Huyu mzee akituambia yale maneno mpaka alilia machozi, yani kwa kumkumbuka huyu mke. Kwa hiyo akaniambia, mwalimu, ni kweli uliyosema, lakini wanawake wapo. Hata kama ni mmoja, lakini wanawake wanaotii waume zao, wanaofuata hizi sheria wapo sana. Lakini haya yote yalitokana na nini? Yalitokana na hizi darasa za msikiti. Kwa hiyo nafikiri itakuwa ni muhimu sana mashekhe misikitini huko. Najua hivi sasa maisha ni magumu, mbio ni nyingi sana, ndio maana hakuna hizo darasa za msikitini, lakini mjaribu japokuwa hata kama ni nusu saa tu ziwekwe hizi darasa, hasa za kina mama. Na umuhimu wa darasa hizi ni muhimu, watu wafahamu haki zao. Tulikuwa tukizungumzia haki za mume na mke katika ndoa, na hii ndio inatufungia kipindi chetu cha leo. Kipindi kitakachofuata tutazungumzia hizi aina mbili za ndoa, wake wengi au mke mmoja. Uislamu unasemaje? Musa Ali Bwakila ndilo jina langu, nilikuwa na Sheikh Hassan Ali Malupa, na tukutane tena mara nyingine, wakati mwingine, katika kipindi kingine cha uchambuzi wa habari.